Nimezaliwa mwaka 1977 katika kijiji cha Mvumoni ambayo kiko katika hili jimbo la Wawi. Nimekaa pale nyumbani, baadaye nikapata kuchukuliwa na mtu tu rafiki yake babangu kaja kuniomba kunilea. Kwa hiyo elimu yangu mimi nikaenda kuipatia katika skuli ya Ziwani. Kwa hiyo nimesoma pale Ziwani mpaka kufika form 1. Form 1 baadaye nikapata kuolewa. Kabata kuolewa na mume wangu wa kwanza kabisa. Baadaye tumeachana. Huyu mume wangu alikuja kuniweka katika hii sehemu ya siasa, mume wangu mwingine. Lakini pia katika chama niwahi kufika nafasi ya katibu wa kina mama taifa. Kwa kama ndio katibu wa kina mama nilikaa mule karibuni miaka 5. Baadaye tulipoenda kuchagua tena mara nyingine, kuna mwenzangu tena alishika yeye ile nafasi. Kwa hiyo sasa hivi mimi katika chama ni mjumbe wa bodi ya wadhamini katika chama changu. Hizi nimeanza kujiunga tangia 2000, yani baada ya kuanza ule uchaguzi wa mwanzo 1995 ndio mfano wa vyama vingi. Basi pale ilipoingia 2000 mimi nikagombea. Kwa bahati kipindi kile ilikuwa wanawake si wengi waliojitokeza kwa sababu walikuwa waogopa. Walikuwa wakiogopa. Nakumbuka tulienda kuna semina moja tulifanyiwa pale, tulikuwa wanawake kidogo kwa sababu wengi walikuwa ni waoga. Lakini kutimia 2005 ndio kutoka 2000 tunakuja 2005. Sasa hapo tena ndio akaanza sogeza kuonekana kwamba kweli sasa hivi ule uoga kidogo ameupungua. Unajua siasa ya zamani na hivi sasa hivi kidogo watu wametoka woga. Zamani tulikuwa tunaoga sana, lakini sasa hivi alhamdulillah ule woga umetoka. Kwa hiyo kila mmoja ana lengo la kwamba mimi nataka nishinde, Sisi katika hii Tanzania hatukujua kama tutapata kiongozi mwanamke. Tulijua kila siku ni wale. Lakini Mungu mkubwa kamweka huyu kiongozi wa kike kwamba kuonesha kwamba wanawake na wao wana uwezo katika kisiasa au katika kiuchumi. Kwa hiyo hii ni rehema ya Mungu. Kwa hiyo mimi nawaomba wagombea wote wasikate tamaa. Mimi ikiwa hii ni mara yangu ya 6 basi pia sijakata tamaa, lakini na mimi najua iko siku tu basi na mimi nitaingia katika vyombo vya maamuzi. Sisi tu Waislamu, lakini pia tuna maadili yetu, na watu Waislamu au dini nyingine yoyote pia wanakuwa na maadili. Sisi Waislamu tuna maadili yetu, lakini kila jambo tumewekewa. Vazi tuna vazi letu, na hata kutembea pia katuwekea Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kwamba tutembee vipi, tuvae vipi, tuishi vipi. Kwa hiyo haya yote yanatakikana na wewe mwenyewe uwe na elimu na kujielewa. Usiwe kwamba ni mwanamke kwa sababu mpata nafasi ukaiga. Ile kuiga si vizuri. Uige mambo ambayo kwa yamo katika jamii yako na katika dini yako ilivyokuamrisha. Na kama Muislamu hasa unaikubali dini yako na unaijua hasa, basi huwezi kufanya vitu vilivyokuwa havina maana. Lakini wale wanaofanya vile ni kwamba bado hawajaelewa na dini yao hawajaisoma. Lakini ikiwa umeisoma hasa, basi huwezi kubadilika. Na hii mara hii ilipoingia watu wengi walinifuata, vipi? Na leo mara hii umo? Namwambia nimo. Haya bwana, sawa. Mwenyezi Mungu atakujalia, atakupa. Kaambia sawa, lakini sigombani nao wala sikasirikiani nao, bali ninakuwa nakwenda nao tu, ila vila vicheko, kwa sababu tunajua katika jamii yetu vyama viwili ndio wanavyokubalika, watu ndio wanavyojua kama hivi ni kweli. Lakini hao nyewe wengine tena hamuna lolote, lakini kwa Mungu hakuna kubwa. Wakati wote Mungu amshusha huyu akampandisha juu mwingine. Hivyo ndivyo ilivyo. Mara ya kwanza walinipa changamoto kwa sababu ndigombea, hawakunipa kura. Wakaona kura yao wataiharibu kwa sababu wengi walijengeka katika chama cha ACT. Kwa hiyo sisi tulioingia mimi pale wakaona wakinipa ile kura moja basi wataiharibu kura yao. Kwa hiyo hawakunipa. Lakini sasa nilikuwa na mwanangu alitoka moja kwa moja mpaka kwa wazee wangu, akaenda akawaambia, hivi mimi mama kagombea, nyinyi mnashindwa kumpa kura? Lakini wazee wakalichukulia lile kwamba labda mimi nimenituma, lakini hata sikumtuma ule mtoto, hata sina habari hasa kama katoka, kumbe yeye lilimuumiza ndani ya nafsi. Akaenda, mbona nyie mama kagombea hamkumunga mkono?
Lakini baadaye wazee wakaja, kumbe umemwambia mwanao hivi na hivi. Nikamwambia mimi sijamwambia kitu, lakini haya mambo yashapita tu. Lakini tumekaa mara ya pili, si haba, alhamdulillah nilikuja kupata kura 50. Lakini na mara nyingine tena nikaja mpata kura 100. Lakini kila siku zikienda zazidi. Kwa hiyo mara hii nategemea nitapata nyingi zaidi. Mimi ni mjasiriamali, ninakuwa ninafuga kuku wa nyama. Kwa hiyo mwenyewe ninakuwa ninafuga kuku wangu wale, lakini pia mimi ni mwalimu wa madrasa. Kwa hiyo ile shilingi ninaogaiwa na watu, mwenyewe ninakuwa ninajiwekea lengo. Ingawa nakwambia ukipata ubunge basi utakuwa chuo, lakini naambia chuo siwezi nikakivunja, kwa sababu najua ni katika maisha tu haya na kuna maisha baadaye. Kwa hiyo hizi pesa zangu za kule naeka, lakini na hizi pesa zangu za mradi mwingine mwenyewe ninakuwa najiwekea lengo langu hilo, kwamba tukijaliwa inshallah nikifika hai, nikiwa niko hai, basi narudia tena katika mambo yangu. Huwezi kufanya siasa kama huna kitu kidogo, lazima uwe nacho mwenyewe na uweze kujipanga mapema, uweke kitu chako hichi naenda kufanya. Hutowafikia wale wengine, lakini na wewe utakuwa tayari ushaonekana katika jamii. Mimi nilipoanza kwenye siasa, kwanza niliolewa na mume wangu. Huyo mume wangu alikuwa na yeye ana chama chake. Kwa hiyo yeye baada ya kunioa mimi ndo akanambia, hapa mimi nina chama, wewe una chama gani? Nikamwambia mimi sina chama. Akanambia basi mimi nataka nikupe wewe chama hichi cha UDP. Mimi nataka niingie kwenye jahazi asilia. Nikamwambia sawa, kama ni hivyo haina shida. Kwa hiyo mimi akaenda kunitambulisha, akaniandikia barua zangu polisi kule, akanipika zile sehemu zote ambazo kwanza kutambulika kama mimi sasa hivi niko katika chama hichi. Kwa hiyo hapo yeye baadaye Mwenyezi Mungu aliondoka duniani, Mungu amrehemu. Kwa hiyo baadaye hichi chama mimi nimeirisi kama kwa mume wangu, mpaka sasa hivi ninacho. Lakini sio mimi tu, na hata watoto wangu pia nao hichi chama tuko pamoja. Kwamba anasema ni urisi kutoka kwa baba yao. Na elimu ninaloniuma sana ni hii elimu ya madrasa. Kwa sababu hii elimu naona serikali imewafanya kama walimu wa madrasa hawana kazi. Na hii elimu ni ndio elimu muhimu zaidi kwa duniani na akhera. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema tu kwamba nitakapochaguliwa kuwa mgombea wa hili jimbo, nitahakikisha walimu wa madrasa basi nao nawagaia katika fungu langu la posho nitakalopewa, ili na wao wajielewe au wajue katika jamii kama wana haki. Kwa kweli ile swala la walimu wa madrasa mimi wananiuma sana, kwa sababu wengi ni masikini. Wengi sana ni masikini. Na hii inasababisha ni kwamba serikali bado hawajawajua hawa ni kina nani, wana faida gani, wana umuhimu gani katika jamii. Sasa hivi kwenye siasa wanatafutwa mashehe, wanatafutwa maulama, wakae na watu wazungumze nao kuhusu amani na utulivu. Lakini sawa, hawa maulama tuliokuwa nao sasa hivi, hawa wametoka kwa wazee wetu. Sasa sie sasa hivi nitakikana tuwatafute hawa maulama na mashehe, tuwaeke karibu hapa, tukiondoka sie na wao waweze kuhubiri amani kama tulivyokuwa sie. Sasa hili suala la walimu wa madrasa, kwa kweli hili mimi linaniumiza ndani ya nafsi yangu, kwa sababu kila ninayemuona analalamika kwamba sisi serikali imetusahau, hata mbunge katusahau, mwakilishi pia katusahau, hakuna chochote tunachokipata ila ni rehema kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wao wanategemea malipo kwa wazee. Wazee hawana kitu na wao. Unamwambia mzee alipe shilingi 2000 tu basi kwa mwezi inamshinda. Kwa hiyo mimi kama mimi nimejitolea kwa ajili ya Allah, nasomesha tu, anayenipa alhamdulillah, alokuwa hakunipa pia alhamdulillah. Na sina ule uwezo wa kwamba mimi watoto nawafukuza katika madrasa. Asiwafukuzi, kwamba naijua hali si hali. Sasa nikishamfukuza yule itakuwa ile elimu haikupatikana. Kwa hiyo hilo ndio lengo jingine ambalo kwa sana linaniumiza ndani ya nafsi, kwamba walimu wa madrasa na wao nataka nikiwa mbunge basi na wao niwasaidie katika hali moja au nyingine inshallah. Wanawake kama hao, najua sasa hivi mwanamke ni kiongozi wa nyumba na kila kitu. Kwa hiyo maisha yetu yaliyoko sasa hivi hakuna mwanamke aliyekaa tu hivi, hakuna. Kila mwanamke sasa hivi anapilika zake. Kwa hiyo wao wenyewe kama ili lengo kweli la kugombea, basi anakuwa unajiwekeza mwenyewe kidogo kidogo, kwa sababu kushajipanga penye nia pana njia. Ili lengo la kwamba mimi mwakani inshallah nataka nigombee,
basi ni kwamba unaanza kujitika kidogo. Miaka 5 unaiona ni mingi, lakini si mingi, na ukiwekeza kidogo kidogo basi unakuwa unafika. Lakini pia sio wanawake, tuna mambo chungu mzima ya kufanya. Wengine wana biashara zao, wengine wanauza ubuyu, wanauza kila kitu, mambo ya uchumi ya kujitegemea wao wenyewe wao. Kwa hiyo ikiwa wana lengo hasa huu uchumi wao wanachokipata kidogo, basi wajiwekee hakiba katika ile swala zima la kugombea. Kama mwenyewe anayo nia hasa, basi mimi naamini atafanikiwa. Wananchi wote wa jimbo la Wawi, wanawake, wanaume, hasa watoto, nilikuwa nawaomba kwamba wanichague katika swala zima la ubunge, na lengo ninalo sema tayari nishasema kwamba nitawasaidia katika hali na mali napokuwepo. Lakini jingine nilikuwa na washauri watoto ambaye wale wajane, vitoto vijane vinavyotimia umri wa miaka 20, hasa watoto wa kiume, wasijihusishe na makundi. Wakishapiga kura warudi nyumbani wakatulie, kwa sababu hawa ndio nguvu kazi ya taifa ya kesho. Wasijihusishe kabisa na mambo mengine. Piga kura, rudi nyumbani, kakae katulie. Mawakala ambao wamewekwa vituoni, wao ndio watakosimamisha kura zetu. Tumepata sawa, tumekosa sawa, yote ni mambo ya Mungu. Kwa hiyo hilo ndio ninawaomba kwa jamii mzima ya jimbo la Wawi, kwamba amani na utulivu ni haki ya kila mtu. Kwa hiyo tuiendeleze kuwa nayo inshallah. Uliopita na mwingine akagombea jimbo la Chambani, na mpaka sasa hivi ninavyokuambia wale wote ambao niliwashawishi na bado wanaendelea kugombea, kwa sababu na mara hii tena wameingia tena katika ulingo. Asante. Kwa hiyo biashara kiwango chako cha elimu ni Form 1. Na wanawake jamii wengine wako vizuri, wananiambia hasa kwamba tutakupa, lakini wengine ndio hivyo. Lakini wengi wao wananipa support, wananitia tamaa, wengi wananipa tamaa. Kwa hiyo naamini naweza nikapata. Ni kuhusu uchumi, kwa kweli uchumi katika jamii au katika nini ni ngumu, lakini wanawake tukiamua basi tunaweza. Kwa sababu kama nilivyosema kwamba wanawake sasa hivi wana majukumu mengi katika nyumba. Kila jambo linamsukuma yeye. Kwa hiyo katika uchumi lazima wanawake wajitite katika mambo yao, katika biashara ndogo ndogo, na mtu asikae tu, kwa sababu ukikaa tu basi ndio mambo yote yatakaa. Sasa hivi wanaume majukumu mengi wametuachia wanawake, na hata watoto nao basi pia wanakuja kwa mama zao. Baba anakuwa hawaambii si sana, jambo lote anakuwa kwa mama. Kwa hiyo katika uchumi mimi ningeomba tu wanawake wenzangu tusikae tu, tujaribu kutafuta kila sehemu ili kujikwamua katika maisha yetu. Jimbo hamna mgombea mwanamke ambaye kuwa atajaribu kugombea hata kama kashinda. Mimi nathubutu kusema 2020 nilishinda na sikupewa nafasi yangu kama mwanamke. Sasa hivi pia kuna watu walinishawishi, basi achana nao tena, usigombee tena, acha hivi. Mimi niliwaambia mwana siasa hakimbii vita na mwanajeshi haeki silaha chini, bado naendelea kupambana. 2020 niligombea kwa tiketi ya NCCR Mageuzi. Sasa hivi chama changu kidogo kina mgogoro, nikaomba kutoka kwa vile bado nina hamu ya kugombea na uchungu, nimeingia kwenye Sauti ya Umma. Asha Musiniali, mgombea wa chama cha Sauti ya Umma jimbo la Chambani. Nimeshawishika kwa sababu wanawake na sisi tuna nafasi zetu, pia wanawake tunaweza. Jukwaa katika siasa, kwenye masemina. Kwa jimbo langu nimeziona changamoto nyingi sana ambazo kuwa mpaka sasa hivi barabara ya jimbo langu ni mbovu. Pia na wagombea waliopita katika miaka iliyopita hakuna chochote walichowaahidi wananchi kuwafanyia na wakatekeleza. Kwa hiyo mimi naahidi pindipo wakinichagua nitakuwa kwanza, nitatanguliza utu kwanza, baadaye nitaiangalia jamii pamoja na jimbo langu.